Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tuangazie yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Sasa kama kuna nyakati ambazo zinaonekana kuwa ni hatari zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ni nyakati za hivi sasa kutokana na hali ya usalama kuwa tete, lakini viashiria vya Marekani kuanzisha shambulizi kwenda katika taifa la Irani vinaonekana kwa mapana yake kwa kiasi kikubwa sana, huku tahadhari mbalimbali zikizidi kuchukuliwa katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kuanzia nchi zinazohusika, yani Irani yenyewe, lakini Israel, Marekani, lakini vile vile pamoja na washirika wake na majirani wa karibu katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Kumekuwepo na harakati ambazo zimekuwa zikiendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, upande wa ardhini, upande wa angani na kwenye upande wa majini, kwenye bahari ambazo zinapatikana katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Sasa hapo jana kamanda mkuu wa CENTCOM alifanya ziara yake nchini Israel, ambaye huyu ni bwana Admiral Brad Cooper. Taarifa inasema hivi: kamanda wa kamandi ya kati ya Marekani, yani CENTCOM, Admiral Brad Cooper aliwasili nchini Israel jana kwa ziara yake ya kikazi yenye umuhimu mkubwa wa kiulinzi, ambapo alipokelewa rasmi na mkuu wa majeshi wa Israel Jenerali Eyal Zamir, ambapo walifanya mazungumzo ya faragha yaliyodumu kwa saa kadhaa. Lengo kuu la mazungumzo hayo lilikuwa ni kufanya tathmini ya kina kuhusu vitisho vinavyoongezeka kutoka kwa Iran na washirika wake. Viongozi hao wawili walikagua mipango ya ulinzi wa anga ili kuhakikisha kuwa mifumo ya Marekani na Israel inafanya kazi kwa pamoja kuzuia makombora yoyote ya masafa marefu ya taifa la Iran pindi ambapo vita vitaanza. Katika kikao hicho, Admiral Cooper alithibitisha kuwa Marekani itaendelea kuongeza kasi ya usambazaji wa zana za kijeshi na intelijensia kwa Israel. Hii ni sehemu ya mkakati wa Marekani kuhakikisha Israel inakuwa na uwezo wa kijeshi wa kutosha kukabiliana na adui yoyote katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Ziara hii ya ghafla inatafsiriwa na wachambuzi kama onyo la wazi kwa makundi kama Hezbollah na Wahouthi. Uwepo wa kamanda wa CENTCOM nchini Israel unaonyesha kuwa Marekani iko tayari kuingilia kati kijeshi ikiwa hali ya usalama itazorota zaidi, huku meli za kivita za Marekani zikiwa tayari zimeshapaki kwenye bahari ya Mediterranean. Mwishowe mwa mkutano huo, pande zote mbili zilikubaliana kuanzisha mfumo wa mawasiliano ya saa 24 kati ya makao makuu ya CENTCOM na IDF. Hii itasaidia kuratibu mashambulizi au ulinzi wa haraka zaidi bila kuchelewa, jambo ambalo ni muhimu katika kuzuia vita vikubwa zaidi. Ziara hii imetazamwa kama ni hatua zile za mwishoni za mipango baina ya Marekani na Israel ili kuanzisha mashambulizi katika taifa la Iran, kwa sababu kukutana kwao jana wamefanya pia kikao cha siri. Kikao hicho kiliweza kuwachukua masaa kadhaa. Hawa makamanda wawili wana wajibu mkubwa sana wa kuweza kuamuru mashambulizi ya Marekani pamoja na Israel kwenda katika taifa la Iran. Lieutenant General Eyal Zamir ndiye mkuu wa majeshi yote pale nchini Israel. Yani anafanya kazi bega kwa bega na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, lakini wakiongozwa na top wao waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwenye masuala ya kiusalama katika taifa la Israel, ambao wao wanahakikisha kwamba taifa linakuwa salama kuanzia ndani mpaka nje ya nchi hadi kwenye mipaka yake yote. Lakini huyu kamanda wa CENTCOM Admiral Brad Cooper, yeye ndiye anayeongoza kamandi kuu ya majeshi ya Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo kambi yao kubwa kabisa ya kijeshi iko pale Qatar, ambayo inafahamika kwa jina la Al Udeid. Sasa jana walikutana kuweza kujadili mambo kadha wa kadha kuhusu usalama na kwa jinsi ambavyo wamejitayarisha. Kuna kitu kimoja hapa nimekisoma kwenye hii taarifa, inasema kwamba walizungumzia juu ya mipango ya matayarisho ya mifumo ya ulinzi wa anga ili kupambana na makombora ya Iran. Wanafahamu kabisa kwamba taifa la Iran ni taifa ambalo limejizatiti vikali kwa kuwa na makombora ya hatari, kwa sababu mfano mzuri tu, kwenye vita vya siku 12 mnamo mwaka jana mwezi Juni 2025, mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel ilifeli kabisa kuweza kupambana na makombora ya Irani, kiasi cha kwamba yaliweza kupenya na kufanya mashambulizi ya malengo sahihi ambayo yalilengwa na jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Sasa basi
walikuwa wanazungumza kueleza wazi kwamba kama vita vitakapotokea, je, mifumo ya ulinzi ya anga ya Israel pamoja na Marekani itaweza kusaidia kufanya uzuiaji wa makombora hayo? Israel anatumia sana mfumo wake wa Iron Dome wa ulinzi huo pamoja na Arrow 3 kwa ajili ya kuweza kujilinda, lakini Marekani ana mifumo yake ya ulinzi wa anga maarufu sana aina ya THAAD. Sasa yote hiyo walikuwa wakijadili kwamba je, itaweza kufanikisha udhibiti wa makombora ya Iran endapo vita vitaibuka, lakini bado wakazungumzia wazi kuhusu mchakato mzima wa tathmini ya vitisho vinavyoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Yawezekana kabisa Israel na Marekani tayari washapanga ni lini wataishambulia Irani na ni kwa jinsi gani Irani itaweza kushambuliwa. Ndio maana vikao vimekuwa vingi sana katika ukanda wa Mashariki ya Kati, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump alieleza kwamba meli ya kivita aina ya USS Abraham Lincoln inakaribia kabisa katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ajili tu ni kama onyo kwa Irani kwamba huenda Marekani ikaanzisha mashambulizi ya kijeshi ikiwa itaona kuna viashiria vya baadhi ya mambo ambayo hayaendi sawa katika taifa la Iran. Ziara ya jana imeshtua watu wengi sana na imeonyesha ni kwa jinsi gani dalili za mashambulizi zinavyoelekea ukingoni au kuelekea kutamatika, kwa sababu kwa jinsi ambavyo wamejipanga, vikao vimekuwa vingi, makamanda wanakutana, wanazungumza, basi inatishia kwa kweli amani ya Mashariki ya Kati na inaleta hofu kubwa sana kwa raia ambao wanaishi hapo Mashariki ya Kati, kwa sababu wao wamekuwa ni waanga wa kwanza ambao wamekuwa wakipigwa bila kuwa na hatia yoyote, lakini mwisho wa siku nchi zikiingia kwenye migogoro kama hivi, basi raia pia lazima wataguswa na vifo vitatokea kama kawaida. Lakini pia Admiral Cooper jana alimueleza Eyal Zamir kwamba Marekani itaendelea kuongeza kasi ya usambazaji wa zana za kijeshi na intelijensia kwa Israel. Kuna taarifa ambazo zinaenea sana kwamba Israel imekwisha weka tayari mahandaki yake kwa ajili ya kuweza kuwahifadhi raia wa Israel. Sasa basi, kama Marekani imedhamiria kuweza kuendelea kusambaza zana za kijeshi katika taifa la Israel, ni wazi kwamba Marekani inalenga pia kuilinda Israel dhidi ya makombora ya Iran. Irani kwenye upande wa makombora sio nchi ya kawaida hata kidogo. Ina shehena kubwa ya makombora ambayo kwa maelezo ya maafisa wake wa Iran walieleza kwamba wana aina nyingi za makombora mapya ambayo hayajawahi kutumika popote pale duniani. Hivyo wanataka kuweza kuyaonyesha makombora hayo kwenye vita kati yake na Israel. Na Irani anajua kabisa kwenye vita hivi endapo vitapiganwa yuko peke yake kwa kiasi kikubwa sana na hana usaidizi wowote. Sasa basi yeye anategemea sana makundi wa shirika, ambapo jana Wahuthi kutoka pale nchini Yemen walionya Marekani kwamba endapo wataanzisha shambulizi kwenda katika taifa la Israel, basi wakati wowote hawatasita kushambulia meli zote ambazo zina mahusiano na Israel pamoja na Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Na wamekuwa ni watu ambao wakisema jambo basi wanatekeleza, huwa sio watu ambao wa kuahidi tu na kutokutekeleza. Wamekuwa ni watekelezaji wakubwa sana kwenye misheni zao ambazo wamekuwa wakizifanya. Lakini kama zana hizo zitapelekwa nchini Israel, zana za kivita, basi ni wazi kwamba Marekani na Israel moja kwa moja watapigana vita na Irani na pia kujihami dhidi ya makombora ya Irani. Sasa mtazamaji, sisi tuko hapa kila siku kukuletea taarifa ambazo zinajiri huko Mashariki ya Kati, hususan joto ambalo linaongezeka kati ya Israel pamoja na Irani, akiwa pia na Marekani hapo kati. Uzidi kuifuatilia Zone Media, itakujuza yote ambayo yatajiri huko Mashariki ya Kati. Cha msingi tu, kama bado hujaweza kuungana nasi, basi nikusihi na nikuombe uweze kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.